Yeah, mambo vipi, ni aje? Mimi ni John Jackson msanuaji na kukaribisha kwenye episode nyingine tena ya Ghetto. Na of course leo nina bahati kubwa sana. I feel so blessed, man, to have one of my brother ambaye na respect sana na napenda kila ambacho anakifanya. Anaitwa Tom bana. Watu wengi hawajui, lakini bro Tom bana, wewe ni inspiration kubwa sana. Inspiration kubwa kwa sababu ya uthubutu ambao uko nao. Kwanza hongera sana. Hongera sana kwa sababu umeshiriki kwenye kugombea ubunge. Ni uthubutu ujue. I don't know, lakini ni vitu vinapaswa kufanywa na sisi Jackson. Yeah. God is good. Yeah, hongera sana. Hongera sana. Thank you so much. Karibu sana pia kwenye episode ya Ghetto. Asante sana. Hebu nipe experience kidogo ya mchakato ulivyokuwa mpaka ukasema bado ukasema mimi naenda kutangazania bana. Alafu ilikuwa jimbo gani lile? Tunduma. Tunduma. How was it? Of course, unajua vijana tukikaa hivi kuna namna tuna picture mambo ya politics kama ni ya watu fulani. Kwa hiyo hata wakati naenda kugombea baadhi ya vijana walikuwa like serious unaenda kugombea ubunge? Inawezekanaje yani mzee unagombea ubunge? Na kuna story nyingi sana mnazo. Mambo bana, kuna uchawi sana nasikia kwenye siasa. Lakini as a youth una vision. Unajua sisi dunia yetu imeturuhusu kupata exposure mapema sana. True. Kwa hiyo tunatembea, tunaona kuna ile una picture nchi yako, una picture mji wako, unatamani namna ya kufanya ulete mchango wako kwenye hilo jamii iweze kumove. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunaona kabisa okay, mtaa unanielewa. Na nimeshafanya politics, nimepractice nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Okay. Na taasisi naziongoza. Why nishinde wananchi? Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo of course nilifanya mistake ya kuchelewa. Okay. Nimeenda kwenye mchakato mwezi wa 5 mwaka huu. Wakati wenzangu competitors wangu wameanza miaka 5 yote wanajiandaa. Kwa hiyo sio kwamba sikujua hilo au nilikuwa sina vision hiyo. Politics ni hesabu pia. Mathematics. Niliangalia kabisa. Of course target ni mbele 2030, lakini mbona kama naweza sasa hivi inawezekana. Kwa hiyo nikaenda kwenye drawing board yangu nikachola nikaenda kufanya ambacho kinatakiwa kufanywa kule jimboni. Watu wampokea vizuri sana. Watu wengine hawaku expect hata jina kurudishwa na kamati kuu. Mkuu mshindi wa 3 waje. Lakini ni hesabu. I know kwamba mimi politics naweza. Wananchi wanajua na wana imani na mimi ambavyo wananiona kabisa kwamba huyu kijana wetu kuna namna anataka kufanya kwenye mji wetu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi na haikuwa ambavyo wengi tulitarajia. Mimi naamini ni maandalizi. Nilienda kwa kuchelewa. Lakini Mungu akitupa nafasi next time tutakuwa tuna maandalizi mapema, nadhani mazuri yatatokea. Tutarudi tena. Lazima muhimu. Kuna na wale viongozi ambao unakuta labda amekaa kwa muda mrefu sana kwenye nafasi hizo. Alafu anakuona ndo unakuja. Unachukua form na nini. Sometimes unakuwa na ile huyu ni nani? Huyu unatokea yani inakuaje yani? Hebu babu nanili, hebu tukae tuzungumze hapa. Huyu katokea wapi? Haujakutana na changamoto za design hiyo? Lazima ziwepo. Mtu kutaka kukutishia bana sikiliza bana, wewe bado mdogo afu unakuja unatamba pande zetu, inakuaje? Wakati nenda kugombea kiongozi mmoja alinifurahisha sana kwa sababu kwanza walifurahi kuona kijana anagombea. Unajua hajawahi kutokea kwenye jimbo letu. Kijana wa umri wangu kugombea. Kwa hiyo wameshazoaga watu labda kwa vyama vya upinzani kidogo vijana walikuwa wanaweza, lakini kwa chama chetu ilikuwa ni wazee kidogo wako wengi. Kwa hiyo nilivyoenda kugombea alafu hawajawahi kuniona. Kwa hiyo nasikiaga tu tuna kijana wetu wa chama, kijana wetu wa UCM yuko Dar es Salaam kwenye mapambano, iko vizuri lakini hawajui atakuja lini. Kwa hiyo nilivyokuja sasa nje tuambia mapema. Sisi tulikuwa tunakutegemea lakini hatujui ni lini. Imekuaje sasa hivi? Kwa stories kaanza kuwa nyingi, lakini kuna kiongozi mmoja aliniambia siasa ni vita. Mwanaume yoyote kwa asili ni mpiganaji wa vita. Usiogope. Kapigane vita. Ushanaelewa? Kwa hiyo ni katibu wa chama mkoa. Naitwa Mbaga. Brother ambaye alinipa energy sana kwamba usiogope. Najua utakutana na challenge nyingi, lakini sisi kama chama tunapenda kuona pia vijana. Mwenyekiti wetu wa chama Rais Samia anapenda kuona vijana wakishiriki. Kwa hiyo usiogope chochote. Mimi najua wewe ni msomi, una exposure, unakijua chama, umekulia kwenye chama, umezaliwa kwenye chama, kafanya unachoweza kufanya.
alafu mengine yatajieleza yenyewe. Bro, I did it. Nilienda nikaanza kufanya unajua zile. Yaani kwamba okay, napita wapi? Napita hapa, natokea wapi? Natokea huko. Itakuwaje? Of course, siasa kwa vijana wengine labda inahitaji maandalizi ya muda mrefu. Okay. Nikisema maandalizi, wengi tutakimbilia kifedha. Of course ni muhimu kwa sababu siasa ni vita, na vita inahitaji resource. Resource ni fedha. Hatuwezi kupinga hilo. Lakini kubwa mtaji wa siasa ni mahusiano ya watu. Kabla hujaenda kugombea, hakikisha umetengeneza mahusiano na watu. Maana sisi tunaita wajumbe. Lazima wanakujua. Kwa mimi ni kama niliwafanyia counter attack. Yaani kwamba tu nimetokea. Kwa unaenda kwenye ile jukwaa, una perform, watu wanashangilia, wanafurahi. Jamani, huyu mtoto ndo amekuwa hivi. Alikuwa wapi? Ngoja mwaka huyu tumsubiri 2030 huyu. Asubiria sasa. Safi sana. Hao ndio vijana tunawataka. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kulikuwa kuna shida ya kuchelewa. Lakini kama ningewahi, wenda mambo yangekuwa mazuri. Kwa hata hiyo nafasi ya 3 ilikuwa ni kama watu wanashangaa. Ni kwa sababu nimewafanyia surprise kwamba bana, wewe ndio umekuwa hivi, ulikuwa wapi? Alikuwa shule. Ndio amerudi. Maskini ya Mungu, safi sana sasa. Hata jina limerudi, wananchi wanakukubali sana. Wananchi, vyama vyote wanakupenda sana sasa. Safi sana. Ndio vijana chama kinawataka. Kwa hiyo ni muda tu kwamba tukufanya maandalizi kwa maana ya kuwepo kwa muda mrefu jimboni, lakini mapokeo yalikuwa makubwa sana. We are grateful. Uliona nini ambacho uliona kama kina miss kwenye eneo ambalo ulitaka kwenda kugombea? So uligombea. Well, ni ile tu kwamba unajua ukizaliwa sehemu unakuwa unaona vijana wenzio uliosoma nao. Unaona wazazi wako. Alafu una upicture mji toka unakuwa. Umeshanaelewa? Kwa hiyo kila tukikaa unakuta washikaji zako wako stand. Unaelewa? Wanapiga zile mambo ya ile kuleta abiria pale. Unakuta washikaji zako ni bodaboda. Unaelewa? Unakuta wazazi ni machinga na nini, wakulima. Kwa hiyo ukirudi kama msomi, kwa sababu mji wetu ni kadogo, unakuta watu wote wakikuona kama msomi wanakusimulia matatizo yao. Asa mishi hamna kabisa mtaa. Asa si mbolea, unaelewa zile? Bwana sijui manispaa kuna hichi kitu kodi fulani, unaelewa zile? Kwa zile zinatengeneza hasira. Kama kijana ambaye umezaliwa pale, kuona washikaji zako, ndugu zako, wazazi, kuna vitu wanavilalamikia, alafu unaviona hivi, mbona kama kidogo hichi. Unakutana vijana anakuambia anataka tu mtaji wa 500,000. Ushaelewa? Alafu kiangalia halmashauri yetu na makusanyo mengi sana. Huyu 500,000 anataka kuuza samaki tu. Huyu anataka milioni kwa ajili ya kufanya biashara ya mazao. Huyu anataka tu kuchoma mahindi. Kwa hiyo hamna mtu wa kumshika mkono. Okay. Lakini inawezekana. Nitafanyaje? Naweza nikaongea na wadau, nikaongea na watu wa manispaa kwa ajili ya mikopo ile ya vijana na nini, kwa mobilize vijana wakapewa mkopo. Ni hili tu. Okay. Mwingine anataka tu 50,000 mzee. Umeona? Kwa unaanza kuwaza kwamba vijana wangu au rafiki zangu wanapata shida kwa sababu ya vitu vidogo sana. Mbona inawezekana? Mbona na vipushi hivi? Nikiwa kiongozi nitafanya kwa ukubwa zaidi. Kwa sababu kwanza nitaaminika. Nitakuwa na watu wengi. Kwa hiyo tunaweza tukamobilize kwamba watu 2 3 wanatuwasaidia hao wenzetu. Tutengenezea, kuna mtu anataka tu baskeli ya kubeba magunia ile. Yeye ndio hicho kitu anachokitaka. Kwa hiyo kuna ile kwamba kuna shida labda ya maji, yani tangu mnazaliwa. Kuna barabara fulani ni muhimu je kujengwa miaka yote. Ile inatupa hasira kwamba okay, inabidi tuwasaidie wazazi wetu. Ngoja mimi niende. Kwa hiyo ukienda unawaambia wazee, bana wazee wangu mimi nataka kugombea ubunge. Wanafurahi kinoma. Lakini kwa jimbo letu honest ni kwamba hawajai kupata kijana wao wa kutoka pale pale kwa sababu ni jimbo jipya. Kwa hiyo hawajai kupata ile kijana ambaye wanaweza kumuita unakosea hapo. Unaelewa? Kijana wetu yule hajawahi kutokea. Kwa ndio maana hata mimi nilivyoenda walipokea kwa mapokezi makubwa sana. Na nilichokifanya kwa ajili ya kuacha impact, sio wengine tunapenda kuacha impact. Babu yangu pia amewahi kuniambia na mimi kwamba kwenye maisha ukiwa unaishi hakikisha unaacha kumbukumbu kwa watu. Yaani ukishindwa hata kufanya kitu chochote, basi panda hata mti. Waseme huu mti ulipandwa na Tom. Kwa hiyo ukaona kwamba jimoni kwetu kumbe kwa namna hii ngoja tufanye impact. Wazee wetu wa fly, vijana wa fly, mji wetu usonge mbele. Kwa sababu mji wetu una fedha sana. Unajua ndio boda iliyochangamka kuliko boda zote Tanzania. 80% ya mizigo inayotoka bandari ya Dar es Salaam inapita Tunduma. Kwa hiyo wananchi wanaona kama eneo lao ni dhahabu, ni mgodi. Lakini mbona wanufaiki na mgodi wao? Hiyo ndio wanatupa sasa shauku, unakuta hata wazee wanakuita asegombea. Kwa hata nilipofanya tu ile kushtukiza, wazee wanaanza kunimind sana. Ungeanza hata na council, unataka council halmashauri. Ungeleta diwani kwa sababu bado hapa pana shida kijana wetu.
Kwa hiyo unaona hiyo tu shauku ya wazee wanatamani vijana wao wawepo ili wao wanaweza kuwa nyuma kuwa nawapa maelekezo, fanya hiki fanya hivi. Tofauti na ilivyo sasa hivi, labda wako wazee wenzao, huwezi kumpa maelekezo mzee mwenzako. Kwa natamani kuona vijana wao ambao wanaweza kuwa wanaambia mwanetu, mtoto wetu bana fanya pale, kaguse pale, kafanya hivi ili kuleta maendeleo kwenye mji. Kwa hiyo kuna mambo mengi, lakini pia kwa sekta yangu niliopo ni mdau wa sekta ya ardhi. Ndio. Kuna ile na shauku ya kuona migogoro inaisha nchini kwetu. Kwa unakuta kuna ile kwamba nadhani nikishauri serikali kwenye, kwa sababu mimi natembea, mimi najifunza masuala ya ardhi. Naenda Dubai, Singapore, Guangzhou, unaelewa? Unaenda London, unaangalia mji wao ukwaje. Ukisoma historia inaonyesha London ilivunjwa miaka 1850, Napoleon alivunja ile London ili kutanua miji. Kwa ukitembea ukiona miji yetu ilivyo, kwa unaona kwa exposure nilionao, kwa elimu nilionao kusoma swala hizi, nahitaji kuwa mtu naweza kutoa mawazo yangu na serikali kafanyia kazi kabisa. Kwa hizo ni shauku ambazo zote kama vijana tunazo ili kuona taifa linasonga mbele. Hivi kuna changamoto gani sasa hivi ya kuwa kiongozi? Kwa sababu yani viongozi ndio kuna sijui labda hakuna connection ya moja kwa moja na raia, I don't know, lakini wewe utaniambia kuna changamoto gani ya kuwa kiongozi? Labda sasa hivi kwanza uelewa wa wananchi ni mkubwa sana. Wananchi wanaelewa mambo mengi sana. Kwa hiyo kuna vitu wananchi ni kama wanakuwa wanawaza, mbona hiki hakifanyiwi kazi wakati kilipaswa kufanywa kazi. Mimi niliulizwa na mwananchi kwamba kwa nini tuna rasilimali nyingi lakini bado sisi ni maskini? You can imagine swali la mwananchi. Yaani anahisi kwamba tumechelewa bila sababu za msingi. Kwa hiyo challenge ya kwanza ni huo uelewa. Lakini pili, wananchi wengi pia wanaamini kwamba kiongozi ndio anaweza akafanya kila kitu. Sasa mambo yasipofanywa ni lawama. Yaani leo hii jimboni vijana wanaamini mimi natakiwa niwaletee ajira. Vijana wanaamini maji natakiwa nilete mimi kiongozi. Kumbe kiongozi na mimi natakiwa niende kuisha bana serikali. We need water huko. Bana vijana wetu huku maji. Bana tuna ile barabara. Kwa zisipofanyika hayo, kwa sababu fedha inakusanywa kwa pamoja ya nchi, then tunaanza kuidistribute evenly, si ndio? Sasa amwezi kupata ile hela nyingi wote. Kwa kuna watu watakosa. Kwa utakuta sasa umekosa, watu hawana maji, watu wana shida za ajira, hospitali kuna changamoto. Lazima hiyo connection na mwananchi kuelewa kwamba na wewe ulikuwa unapambania. Viongozi wengi tunakosa. Tunakosa kwa maana kwamba wananchi wanashindwa kuona kwamba wewe unafanya vitu kwa niaba yao. Yaani unaenda kuwawakilisha. Kwa hiyo unaposhindwa tunashindwa wote. Wao wanakuona kama unashindwa wewe. Hasa kwa level ya chini ya ubunge na nini, yani huwajibiki ipasavyo. Lazima watafsiri hivyo. Kwa hiyo ni challenge kubwa ambayo iko kwenye uongozi. Lakini jambo jingine ni hiyo kwamba unajua ukishakuwa kiongozi wa wananchi, hasa wa kuchaguliwa, ni mtu wa kupeleka mawazo, sio mtu wa maamuzi. Yaani mbunge hawezi kusema hii barabara tujenge leo, fedha unatoa wapi? Umeshanaelewa? Kwa hiyo viongozi wengi wa wananchi, ukitoa rais ndio na maamuzi ya mwisho kwenye nchi yetu. Ndio aliyechaguliwa na wananchi ambaye anaweza kusema nataka kesho hapa maji ya chimbo. Lakini kwa mbunge, madiwani ni ngumu kidogo. Lakini jingine ni tunakosa vijana wenye exposure, wenye uelewa kwenye siasa zetu. Dunia imebadilika sana, bado wazendo wamekamata siasa zetu. Kwa hiyo kuna namna mimi napenda kumwangalia baba yangu na mama yangu nyumbani. Kuna exposure yake, uelewa wake, unaelewa? Alafu na imagine ndio kiongozi wangu. Unaona? Naona kabisa bado tutachelewa kwa sababu dunia. Jackson, unajua tunaangalia vijana wa Rwanda wanavyofanyiwa. Tunaangalia vijana wa Marekani wanavyofanyiwa. Vijana wa China wanavyofanyiwa. Tunajilinganisha. Ushanielewa? Kwa hiyo wazazi wetu ni kama waoni hilo. Yaani wao wanaona kama mimi miaka 60 kulikuwa kuna maji. Sasa hivi kuna kisima kimoja, shukuru hicho. Unaelewa? Lakini sisi tunaona kabisa hatukustahili kuwa na kisima kimoja. Tulistahili kuwa na koki kila nyumba. Unaelewa? Sasa hivyo ni vitu ambavyo vijana tunaona, lakini kama wazee wetu hawaoni. Kwa naweza nikasema exposure ya viongozi wetu kidogo tofauti na ya kwetu. Hiyo pia inaleta watu hasira kuona kwamba tunachelewa wakati tulipaswa kuwa mbali. Ni kweli kwamba ukishakuwa kiongozi, especially Tanzania, ukishakuwa kiongozi, yani kwa maana yake ni kwamba yani umaskini ndo bye yani. Yani wewe ndio ushajipata. Ndio watu tunaamini hivyo kwamba bana, yani ukishakuwa kiongozi Bongo
Yani ndo basi tena ndugu yangu. Sasa hivi inatafsirika kwamba yani hauendi tena kusaidia jamii, ila unaenda kujinufaisha wewe mwenyewe tukishakuweka pale bungeni bwana Tom. Hii unazungumziaje? Ni ngumu kuwaaminisha wananchi kwamba sio kweli. Kwa sababu ya wanayoyaona. Sasa hivi dunia inaruhusu, tunaona mambo mengi. True. Tunaona viongozi wanavyoishi, watoto wa viongozi labda wanavyoishi. Kwa kumwambia mwananchi sio kweli kidogo ni ngumu. Lakini kitu ambacho nakuhakikishia ni kwamba kwa level ya ubunge na madiwani, labda wale wabunge na madiwani ambao ni wafanyabiashara, lakini kwa mbunge tu wa kawaida, ndio maana ni jambo la kawaida kuona mbunge akimaliza ubunge anakuwa maskini kama kuchanga karata zake vizuri. Nchi yetu au maeneo yetu mengi yana changamoto nyingi sana. Kwa wabunge wengi na viongozi wengi wamejikuta kipato chake kile anakidistribute na kwa wananchi pia. Nakutolea mfano Jackson. Mimi nilivyoenda jimboni, nyumbani kwetu watu hawakauki. Huyu ana shida ya ada ya mtoto. Huyu ana shida ya anahitaji kuchangiwa fedha ya matibabu. Matatizo ni mengi ya ishi home. Kwa kila siku nilikuwa napokea barua. Paka nikaa nakaa na Mungu wangu, inakuaje? Yaani mtu anakuambia sina hela kutoa maiti hospitali. Kwa hiyo amekuja kwa mheshimiwa, naomba mchangie 30 tu. Huyo ni mmoja. Mwingine anasema mtoto wangu ana shida ya ada. Hatuna fedha. Mshanielewa? Kwa hiyo unajikuta kiasi chako hicho unachopata kinabidi kiende kwa wananchi. Kwa hiyo wabunge wengi naamini pesa yao wanayoitumia wanaitumia pia kwa kurudisha kwa wananchi. Kama kuna manufaa, labda uwe tu ni mtu ambaye una exposure kidogo, unaweza kutumia network yako. Labda kwa kuwa mbunge unaweza kunock milango mingi na nini hiyo. Lakini kuhusu maslahi na aina ya majimbo yetu na hali za wananchi wetu, maslahi haitoshi kabisa. Lakini ukiweka kwenye pepa kama mbunge anapokea milioni 18, ni hela nyingi sana. Na kama mbunge huyo atataka kweli hiyo hela imnufaishe yeye, lazima hatapendwa na wananchi, kwa sababu hatatumia kiasi chake cha fedha kwa kunufaisha wananchi, kwa sababu wananchi wana shida wengi. Unajikuta hela yako lazima utumie na wananchi. Usipotumia na wananchi huwezi kusustain. Ndio maana unaona nchi yetu ni kama maeneo mengi ambao wabunge wanakaa muda mrefu ni wale ambao kidogo wana uchumi, wana biashara zao. Utakuta ni shughuli zake nyingi anasaidia kupipia biashara zake. Lakini yule mbunge ambaye ni mbunge tu kawaida, hawezi kuenda. Ni ngumu. Noma sana. Noma sana. Nimekuleta hapa leo kwa sababu najua wewe ni kiongozi kijana, unapenda kupendeza pia sometimes. Hebu naomba unitajie ukiwa Dubai au ukienda kwenye nchi zingine, kitu gani ambacho ni lazima ukienda kufanya shopping lazima ukichukue? Kwanza umenifurahisha. Moja ya kitu vijana wengi viongozi wao wana pretend, yani wanataka kuwa kama kina Nyerere. Yani bongo bado unakuta nataka kula kaunda muda wote. Yani wewe unaonaga kwa nini lakini haiko sawa. Yaani haibadilishi kwamba uwezo wako ukiwa kijana inabadilisha uongozi wako. Unakuta vijana wanavyotembea, wanavyoongea, yani kama wakina Kaunda, wakina Nyerere, waga naonaga mimi ni ushamba. Mimi kuna siku moja kuna kiongozi fulani siwezi kumtaja, lakini kuna kiongozi tu mmoja niliwahi kumfuata, kamba bana kiongozi umependeza sana, akacheka sana. Kweli kama vipi leo tufanye nikufanyia hata drip check moja. Hapa nayo sio mambo yetu. Sio mambo yetu tena jamani, nafu kiongozi kijana. Tuendelee kaka. Unaona, of course mimi bana napenda kuwaka bana. Yaani napenda kunyuka bana. Yaani nawaambiaga bana mimi ni kijana. Ujana nitaacha nikizeeka. Kwa hiyo inapokuja swala la mavazi, hata ninapotembea siwezi kuacha sneakers. Lazima niangalie. Napenda na Nike wananifurahisha. Kama hii. Hizo kama hii. Jordan ndio vitu mimi nakula vitu kama hivi. Napenda ile pale juu hiyo Force One inaita Force. Vitu kama hivyo lazima unikute. New Balance lazima unikute nakula. Lazima niile mzee. Sababu mimi ni kijana. Lazima nipendeze. Ushakufanya shopping ya kiatu gani ambacho ukisema okay, ni gharama kubwa lakini kwa sababu unakipenda ukasema why not, ngoja nikinunua? Nyinyi sio hiyo, ninunua Dubai Mall. Okay. Lakini utanisamea sitataja price. Lakini ni ile tu kwamba napenda vitu vizuri. So nilienda Dubai Mall
nikachukua sneaker kali. Sasa mimi ni kijana bana, alafu muda mwingine exposure unatakiwa uitoe kwa gharama. Kwamba okay, mimi ni vitu vya kawaida. Okay, nikajizawadia t-shirt kali, unaelewa? Kwa napenda naendaga hizo unajichukulia fresh. Yaani unaelewa, ndio Bongo tunakula midosho sana. Kwa muda mwingine ukipata nafasi sehemu unasema ngoja nile mali zenyewe bana. Hata ukipita sehemu ndio kweli OG inaonekana. OG yenyewe. Kwa nakula sana mali sana. Viatu hivi. No sana. Let's talk about uwekezaji. Wewe ni kijana na umechagua kufanya uwekezaji au kuinvest kwenye eneo la ardhi zaidi na kutoa elimu pia kwa watu kuhusiana na hiyo issue. Uliona nini kina miss na kwa nini uliamua kuchagua uwekezaji kwenye eneo la ardhi zaidi? Kwanza nimesomea. Unajua kitu ulichokisomea ni rahisi kukifanyia kukipractice. Mimi nimesoma pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam masuala ya upimaji. Lakini pia nimesoma masuala ya usimamizi wa ardhi, utawala katika ardhi, land administration pale Chuo Kikuu cha ardhi. Lakini kubwa zaidi nimesomea uwakala wa milki, nyinyi mnaita udalali, pale Dubai. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sekta ardhi nimesomea. Lakini kilichonisukuma kuingia kabisa kwenye field hii zaidi ni wakati nafanya mafunzo ya vitendo pale manispaa ya Kinondoni. Nilibahatika kupendwa sana na wataalamu wa Kinondoni manispaa pale wa ardhi. Unajua ukiwa chuo unajitoa, unaelewa? Ila sio kitu unawaza kwa sababu wewe hujui chochote, ni mwanafunzi unafanya mafunzo ya vitendo. Kwa ila ilikuwa sio kitu nakiwaza. Kwa wakati niko manispaa Kinondoni nilipata bahati ya kupangwa kwenye timu ya wataalamu wanaoenda kusuluhisha migogoro ya ardhi Mabwepande. Kwa hiyo nilipoenda kule ndo nilipata shauku zaidi ya kuingia kwenye hii field kwa sababu kulikuwa kuna migogoro sana Mabwepande. Watu waliuaga sana Mabwepande na nini. Kwa sasa ile tulienda kama timu ya kutafuta suluhu ya kule. Kwa wakati naizunguka ile Mabwepande, wananchi walikuwa, nilipata nafasi ya kuwa nashika kifaa cha upimaji. Kwa wananchi wanaona kama mtaalamu. Kwa unakuta mwananchi anakuambia, mwenyekiti aliniuzia hapa, leo ananiambia eneo langu alipo, nisaidie mtaalamu, nifanyeje? Mwingine anakuja, mtaalamu wamenihamisha, nilinunua kule lakini wameniambia nikae hapa ili mnitambue, nifanyeje? Kwa hiyo ikawa inanipa picha kwamba okay, Watanzania wengi hawana uelewa masuala ya ardhi. Watu wengi wanateseka na masuala ya ardhi. Okay, ikawa inaniingia kichwani. Wakati niko kule field ilinibadilisha mtazamo kwamba Watanzania wengi wananunuaje ardhi kienyeji. Nunuaje hivi ardhi, mtu anakuambia kaa hapo niluzie hapo, kaa hapa. Yaani hizi hivyo. Nikaona watu hawana uelewa masuala ya ardhi. So nikaanza kuwa naandika makala ya kuelimisha watu kuhusu masuala ya ardhi first year. Nikiwa field. Kwa usiku bahati nzuri kwa sina hata smartphone. Kwa nilikuwa na rafiki yangu ana kompyuta. Kwa WhatsApp yangu nilikuwa nimeweka stack mail. Stack nini? Ndio nilikuwa naweka WhatsApp mle kwenye kompyuta. Kwa mimi usiku nikirudi naandika makala namna ya kununua ardhi. Alafu natuma kwenye magrupu ya WhatsApp. Nikituma naenda zangu tena feed ya asubuhi. Kwa ile mchana na nini ndio kuta napigiwa simu. Mtaalamu nimeona tuelimishe, sisi tuna kikundi cha kina mama leo, tunaomba uje tuelimishe namna kununua ardhi, vitu vya kuepuka ili tusipate migogoro. Ikawa inanipa mileage. Lakini nikiwa mwaka huo wa kwanza ukiwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka wa kwanza mkishamaliza lazima muame, mtoke hostel mkapange. Sasa nilikuwa napata yale malalamiko ya wanafunzi wenzangu wanasema bana unajua madalali waongo sana na kupeleka kwenye chumba mtu hajahama wala alipo wanakuambia toa hela ya mguu. Kwa hizo mbanga. Lakini mtu mwingine analalamika kwamba sijui hela ya mwezi ile inawakera. True. Kwa nikafikiria kwamba kumbe naweza nikawa bridge kati ya madalali wa mtaani na wanafunzi. Kwa hiyo kazi yangu ni kutafuta connection na madalali, alafu wanafunzi wanitafute mimi, alafu mimi ndio niwa connect na madalali kwa kuonesha zile properties. Lakini pia nikikuta property labda ina shida au hayupo au mtu hajahama, simpeleki mwanafunzi. Kwa niwe mtu wa kuwashua wanafunzi kwamba yes kuna chumba na ni kweli hicho chumba nimekiona. Kwa hiyo nikaanza kuwa na tembea kwa madalali mtaani, Msewe kule, Survey hapo, Sinza, unaelewa Golani kule, Changanyikeni. Kwa hiyo nikatembea nikatengeneza database ya madalali, alafu nikawa natengeneza vipeperushi natuma kwenye magroup. Kwa wanafunzi wananitafuta mimi. Kwa hiyo biashara ikawa expand ya udalali huku ya kutoa elimu ina expand. You can imagine. Kwa hiyo mpaka anakuja anafika mwaka wa 3 nishakuwa dalali mkubwa hapa Tanzania. Na mimi Dar es Salaam. Wanafunzi huwezi kuambia kitu kuhusu, nilikuwa najiita dalali msomi. Ulikuwa huwezi kuambia kitu dalali msomi. Kwa hata sasa nikikutana ndo dalali msomi ulikuwa wewe. Ulinipangishaga chumba, ni kweli.
Shafanya sana, sio upangisha huko Kampala kule, pangisha. Nikajikuta ninatengeneza mtandao wa vyuo vyote Dar es Salaam. Naenda IFM na bandika mabango. Naenda Mwalimu Nyerere na bandika mabango. Naenda Kampala kule na bandika mabango. St. Joseph na bandika. Alice ndio usiseme, UD ndio usiseme. Kwa hiyo nikajikuta nina mtandao mkubwa wa wanafunzi na wapangisha. Alafu mtaani natoa elimu ya masuala ya ardhi. Kwa watu wa mtaani wananitafuta kwa mtaalamu wetu wa masuala ya ardhi. Bana, nataka kununua kiwanja sehemu fulani, nishauri nifanyeje? Amefanya hivi na hivi na hivi, kienda akikuonesha kiwanja arudi mwenyewe. Kwa hiyo nikajikuta napiga miguu miwili. Mtaani mshauri wao wa masuala ya ardhi. Wanafunzi ndalali wao wa viwanja. Kwa hiyo nilipokuja expand nikaja nikaswitch kwamba now is enough, kwa sababu ya wanafunzi ilikuwa NPA, lakini ilikuwa inaweza kunifanya nikaishi chuo. Kwa sasa nikatakiwa nitoke kutoka kwa wanafunzi kuwa dalali wa wananchi wa kawaida mtaani. Wakati huo nashauri watu masuala ya ardhi. Noma sana. Maana ni kwamba unaweza kuwa uko chuo lakini bado ukatumia fursa yani. Tofauti na sasa hivi. Unajua sasa hivi muda mwingine watu wengi wanakuwa kama mpaka amalize chuo ndo aanze sasa. No, unajua shida ni nini? Nadhani mimi nilipata bahati moja. Mimi ni mtu nafuatilia sana masuala mengi sana. Na yani internet naweza kukaa hivi nikaa na sneak vitu. Ili msikiliza kwanza, babangu aliniambia ajira hamna. First year babangu mzazi ananiambia ajira hamna, kwa sababu mimi nimesoma PGM. Kwa hiyo ndoto yangu ilikuwa niwe rubani wa jeshi. Nikiamini kwamba ile ukimaliza form 6 utaenda jeshi, alafu jeshi itakupeleka. Nilikuwa najiaminisha kwamba mimi nitabaki jeshi kwa sababu ni PGM. Kwa hiyo jeshi likinibakisha kule litanipeleka Russia au China kusomea uendeshaji wa ile jet fighters. Kwa mimi nitakuwa naendesha ndege za jeshi. Lakini pia kama watu nipa huko, mimi nitakuwa namrusha mabomu wa jeshi, missiles. Napenda masuala ya jeshi sana. Kwa hiyo ile ndoto nikaje ikafa. Kwanza sikuchaguliwa kwenda jeshi. Pili, kozi ya urubani ilikuwa iko NIT, ilikuwa inaitwa aircraft maintenance. Ada ilikuwa ni milioni 10.5. Namwambia mzazi anacheka. Yaani kwamba bana, usinifikirie hata huko. Hiyo leo tunatoa wapi sisi? Kwa ndoto yangu ya urubani ikawa imekufia hapo. Kwa naenda chuo kikuu, naenda kusoma kitu ambacho sikijui. Baba mkubwa wangu ndo alinipigia simu siku ya mwisho ya kujaza zile form kwamba andika geomatics, land surveying. Nasikia ni nzuri hiyo. Baba mkubwa wangu ndo ananiambia, sijai kusikia mtu anasomea na nini. Kwa hiyo naenda chuo, naanza kuwasumbua walimu. Hivi ukimaliza hiyo unakuwa nani? Hii ndio kozi gani? Walimu wanacheka, naambia hujachelewa. Nenda kozi ambayo unaijua. Sijui chochote mzee. Niko chuoni sijui chochote. Alafu baba akaja akaniambia, kwa sababu tuligombana na baba. Baba alikuwa anataka nikasome ualimu wa fizikia na hesabu. Mimi sitaki ualimu kwa sababu yani maisha ya walimu naona wananungunika, alafu naona kabisa mimi nataka niwe mkombozi wa walimu. Alafu walimu wanalalamika hivi na niambie nikasomee ualimu. Kwa hiyo ikanifanya nisomee ualimu kabisa. Kwa naenda chuo, baba ananiambia serikali haina ajira mwanangu. Kwa hiyo wewe soma ukijua hauwezi kuajiriwa serikalini. Kwa hiyo mimi kichwani kwangu first year tayari na ile mindset kwamba mimi serikali haiwezi kuniajiri, sitapata ajira. Kwa hiyo natakiwa nipambane. Kwa ndio maana ilinisaidia kuweza switch ingia kwenye entrepreneur. Lakini pia nilimsikiza Ruge Mtahaba. Alisema vijana wengi kwenye fursa, kwa ni mambo ya fursa. Akasema vijana wengi wanaingia shule, wanaingia mazima shule. Dunia sasa hivi inakutaka kijana mguu mmoja uwe nje, unaangalia dunia inaendaje. Usiwe imezi tu shule. Ile pia ilinibadilisha mtazamo kwamba okay, kumbe mimi sitaki kuwaza tu shule, natakiwa niwe na nje. Sahihi. Ilinisaidia sana kuingia mtaani nikiwa najua kabisa serikali itaniajiri, lakini natakiwa nijue mtaani wanasema nini. Kwa hata nilipopata nafasi ya field na hizo, ilikuwa rahisi kuingia kwenye mambo hayo ya kujitafutia hela na nini, kwa sababu sikuwa sina mkopo. Nilikuwa na 0%. Unajua 0%, alafu umetoka familia ya chini. Mkopo huo unabidi usave na ada. Balaa. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kuna changamoto zozote ambazo zipo kwenye hiyo sekta? Nyingi sana. Nyingi sana. Kwa sababu kiukweli uwaga kuna kuwaga na migogoro, watu mpaka wanataka kuuana. Migogoro ya ardhi nchini kwetu imekithiri. Iko mingi sana. Sana. Kuna muda anasemaga kabisa ni inevitable. Yaani huwezi kuepuka migogoro ya ardhi kwa 100% Tanzania. Kwa sababu mifumo yetu haiko sawa. Nashukuru sasa hivi serikali kuna hatua inapiga. Unaona kabisa wamedhamiria kuanzia sela. Unajua tu hii tu kuuza na kupangisha ardhi au biashara real estate. Sio biashara rasmi Tanzania. Hakuna sela, hakuna sheria, hakuna kanuni, hakuna chombo kinachosimamia biashara. Kwa madalali wenye nyumba wanajifanyia wanavyotaka wao. Yaani wanajiamlia tu. Ukiuliza sasa nani aliwaambia mimi mnachukua hela ya mwezi? Hamna mtu mwenye jibu. Kila mtu anakuambia tumekuta hivyo hivyo. Kwa sababu kuna uholela kwenye game. Kwa hiyo changamoto kubwa ni migogoro ya ardhi.
migogoro sana. Noma sana. Nikurudishe kidogo nyuma kwenye lifestyle. Ghetto kwako ina tafsiri nini? Of course unajua ghetto ni ile tunavyowaza kina Ngoya anakuita ghetto na nini. Ni like chumba ambacho kijana anaishi anayeanza maisha. Ndio tafsiri ya ghetto mikwangu. Yaani a young man ambaye anaanza maisha, anajipambania, chumba chake unaingia kama frame, ukiingia ndo ndani. Hiyo ndio ghetto. Kwa mimi na tafsiri hivyo. Kwako binafsi, ghetto, maisha yako ya ghetto yani yalikuwaje yani? Hadi sasa hivi tunakuona ndo ni hero kwenye eneo hilo. Tunasema bana, hii ni inspiration yangu bana, lakini unajua story behind. Kuna story gani ambazo unapaswa kushare na sisi leo kidogo? Hata Maghetto Boy na wenyewe wao inspired kidogo kwamba kama bro Tom ndo kama hivi basi na mimi nijipe muda kidogo. Unifurahisha sana, ukumbusha maisha ya chuo. Unajua ile mimi nimewahi kwenda ghetto pia. Kwa sababu ya fedha nilikuwa sina. Maisha yalikuwa magumu chuo. Kwa hiyo inanilazimu niwe naenda kukaa kwenye maghetto ya washikaji. Sasa kuna wale washikaji zangu ambao kidogo kwao walikuwa wanajiweza. Kwao walikuwa na misosi. Unaelewa? Kwa hiyo chukua kinanipeleka kwao ni ile misosi. Kwa nakaa ghetto na mshikaji wangu mmoja kwa anaitwa Adamu. Yeye alikuwa anasoma FM, anakaa Magomeni Kagera. Mimi nasoma UD. Kwa hiyo inanilazimu mimi nitoke UD nikakae Kagera. Ili tu kwa sababu maisha yangu yawe mazuri kwa maana ya msosi. Kwa kazi yangu ni kutafuta nauli kutoka Magomeni kwenda chuo. Sasa ile kigeto ikafikia muda na mimi nitakia nipange. Bwana kaniambia bana, natakia upange. Pia uone na mimi kwa sababu nishaanza kufanya na udalali wa mtaani na nini. Kwa naweza kumudu mbona 50,000. Naweza kumudu mbona 40,000 ya geto. Kweli bana, nikatafuta geto Msewe pale. Nikaanza kukaa kwa mara ya kwanza geto langu Msewe pale. Funguo yangu naininginiza hiyo. Solex. Na fly yani kwa sababu sijai kupanga, sijai kuwa na ghetto before. Kwa ghetto nimeanza kukaa nalo chuo. Kisha nilikuwa nakaa jikoni na lala home kwa mzazi, basketi na lala home na lala home. Kwa hiyo ilikuwa na fly kuwa na ghetto langu. Unajua ile muni na ghetto yani chuo na nini. Kawa ile ilikuwa inanitesa bills za maji mzee. Nilikuwa nakimbia umeme na maji. Unakuta ile 5,000 ya maji. Sio nini ya maji. Inakuwa ngumu, taka nini mambo yalikuwa yanaendea kombo sana. Kwa siku dingi ameniletea mioyisho siji kumsahau dingi. Na daiwa hela ya maji kama 15,000 hivi nataka na nini. Nikakimbia ghetto nikaenda kwa mwanangu Simkitaa. Nikawa nimejibanza ghetto. Sina hili wala lile. Hapo Simkitaa ni mwanangu sana. Yaani yule mtoka naye mtaa mmoja. Home kabisa Tunduma. Kwa hiyo nimekaa mwanangu, mimi maisha yangu magumu vibaya mno. Nampigia simu dingi kwamba mzee huku yani nadaiwa maji na taka na umeme na nini. Dingi alinitumia 3,000. Huku 3 mzee. Nikampigia simu mzee mnitumie 3,000, mzee anacheka. Yaani unajua dingi yangu ni ile yaani anashinda kukwambia kama sina. Ni kitu ambacho inanipaga memory sana ile, unajua ile kula kwa mob, unajua majirani mnapika kwa pamoja. Kwa mimi maisha ya ghetto yamenifunza sana kutegemeana kama vijana, kama binadamu, umoja. Yamenifanyaga ni enjoy maisha. Kwamba unajua mwenzako hana, sina, huyu anakusaidia, unaelewa? Kwa hiyo amenikomaza kiaskari kwa sababu huwezi kujitegemea ghetto kwa kila kitu ukaweza. Kwa hiyo unajikuta lazima utegemee washikaji na nini, mshikaji amepika nini, maji leo una nini, unaelewa? Kwa hiyo yameniongezea upendo sana kama kijana kwamba maisha haya peke yako uwezi. Kwa hiyo maisha ya ghetto ndio hiyo, unakuta washikaji zako na mambo yametingwa, unaona kighetto lazima uje alale ghetto, unaelewa zile. Sahihi. Kwa hiyo nimelea sana washikaji. Nilikuwa kuna hiyo ghetto nilikuwa nakaa Sinza pale. Nilikuwa na washikaji 12. Mama mwenye nyumba alisema watu 12 wana wanalala chini, mwingine bana ile tukanuka godoro tunaweka hapo chini. Yaani kama funza nimekaa hapo, lakini sisi tuna enjoy. Cha msingi tu kuna msosi na rice cooker. Bas. Kwa hiyo ni maisha fulani hivi yametukomaza kiasi gani. Kwa hiyo tunapokuwa tunapambana tuna fly kwa sababu maisha mengi ya ghetto yametukuza, hatuogopi chochote. Sahihi. Wewe una party? Party kwa maana ya yani kwenda sehemu ku vibe na nini? Labda unatoka kwenda club kidogo. Mimi ni kijana Jackson. Unajua by that moment naambia mimi naambia hata madogo zangu wa chuo, msisahau kuishi lakini kwa tahadhari. Mimi nimeenjoy maisha nikiwa chuo. Club nimeenda sana. Hii basement ile maisha hang sana pale. Yaani alafu kipindi hicho hata mabolt ilikuwa hamna sema haya taxi za mtandaoni. Kwa unakuta umeenda club alafu hauna mia. Unaelewa, una kiingilio tu labda. Kwa hiyo unategea ile muda asubuhi ile upa 300 yako ili upande daraja kwenda chuo. Ushaelewa? Kwa mimi nishahang, yani maisha yao nimeshakula, ni
part nimetoka. Mimi napenda kuhang kwa sababu mpaka naanza kujitegemea, nafanya biashara zangu na mitikasi zangu. Deals nyingi nimezikuta club. Okay. Yani nimekutana na watu muhimu. Zamani nilikuwa nashangaa hivi huyu mtu mzima anaendeje club? Huyu mzee huyu kabisa anakeje. Lakini baada ya kujua maisha. Ni kitu cha kawaida. Watu wana enjoy, watu wana fly, watu wanatoa stress zao. Lakini pia kule sio kwa wauni tu. Kuna watu wana michongo town hapa. Wapo kule. Kwa hiyo nimepata deals nyingi club. Inanifanyaga inawezekana sasa hizi majukumu, naweza nikaa siendi mara kwa mara, lakini unajipa time. Naenda kabisa na hang, na fly na washikaji. Maisha yanaenda. Maisha yanaenda. Lazima. Noma sana. Na moja kati ya changamoto kubwa sasa hivi kwa vijana ni issue ya msongo wa mawazo, wanaita depression. Na sasa hivi imekuwa kubwa sana kwa vijana wengi sana. Tunaweza kutokaje hapo na nini ambacho unahisi yani inaweza kawa ni changamoto kubwa? Unajua shida ya kwanza ni kwamba depression kubwa ya vijana ni maisha. We need money. Tunataka maisha, ajira hamna. Na mbaya zaidi mfumo wetu wa elimu umetutengeneza kwenye utegemezi wa ajira. Jackson, sisi tangu tunazaliwa tunakuwa tunaamini kwamba unatakiwa usome ukaajiriwe na serikali. Leo hii mtu amekuwa na hiyo mindset, anamaliza chuo unamwambia anatakiwa ajiajiri. Bro, haiwezekani. Kwa sababu tumekuwa kwenye hiyo mindset. Kwa hiyo ili tutoke huko, kwanza wazazi wenyewe waanze kusupport hata talent za vijana wao. Ajira pekee sio suluhisho la kiuchumi la vijana. Dunia sasa hivi. Zamani tulikuwa tunakatazwa kucheza mpira, kuimba, unaonekana muuni. Lakini nadhani sasa hivi jamii inatakiwa ielewe kwamba kumbe tunaweza tukakuza vipaji vya watoto wetu. Tukakuza talenti zao, uwezo wao, hata kuwa support kwenye mambo mengine mbali na ajira, kwa maana kwamba usome ili ukaajiriwe. Ili sasa kama una biashara yako kama mzazi, kumbe unaweza kuanza kuminject mtoto mapema kabisa. Anakuja dukani, anakaa, jifunze biashara mapema. Ushanaelewa? Sasa unakuta mzazi ni tajiri. Mzazi ana uwezo, lakini naye anaamini kwamba mtoto wake ili afanikiwe inatakiwa amalize shule na kapata ajira. Kwa hiyo kwa sababu ana ajira mtoto anapata depression. Kwa sababu anaanza kuona labda wengine ambao labda wali drop shule, maisha yao yanaenda wamejipata unaelewa? Hilo ni kubwa. Lakini pia serikali inapaswa kutuambia tangu wadogo kabisa. Ukweli kabisa kwamba tatizo la ajira sio la serikali. Yaani serikali pekee sio solution la kupata ajira. Kweli. Unaelewa? Kwa kama ni kufundishwa mapema tangu tukiwa primary kwamba study za kazi zile bana, unaweza ukaamua kwenda VETA, ukaamua kuwa IT, tukafundishwa wale mafunzo ya vitendo tangu tukiwa wadogo. Inatufanya tuwe na machaguo mengi ya maisha. Kwa sababu depression kubwa ya vijana ni ajira mzee. Kwa mimi nishauri tu wazazi na serikali ianze sasa kuwekeza kwenye kutubadilisha kimtazamo kwamba sio lazima tumalize mpaka chuo kikuu cha Dar es Salaam au chuo chochote mpaka elimu ya chuo ndio uweze kuajiriwa na serikali. Hilo tukiweza kubadilishwa mtazamo tutaondoka sana. Lakini pili ni serikali itumie mamlaka zake kwanza kutuonesha opportunities zingine. Jackson, mimi kuna kitu huwa kinanikwaza sana. Mamlaka zetu kama niliona TIA wale wa anga wanatoa mafunzo ya kurusha drone kwa milioni 2. Kwa nini unafanya hivyo? Tungeweza kutumia hizi agency zetu kuwafungulia opportunity vijana wetu. Unasema okay, vijana wanataka kurusha drone. Hiyo elimu wanaweza kupata YouTube, si ndio? Mimi nitaitoa kwa 100,000 kama serikali. Serikali inatia ruzuku, wanatoa mafunzo hata kwa 200,000 basi, si ndio? Alafu wape na leseni ili vijana wakarushe drone kwenye makumbi ya starehe, kwenye content creation huko kwenye si ndio? Kwa kijana anaona kabisa kwanza kujifunza drone ni rahisi na kupata leseni ni rahisi. Kwa hiyo anaona kabisa anaweza kujiajiri kwenye drone kuliko kuweka kwamba kwanza kupata leseni ni kazi, kupata leseni ni kazi. Niambie, tunaendeje huko? Lakini pia kuna opportunities zingine. Watu wanapata hela kupitia Google AdSense. Nchi yetu vijana wengi tuko nyuma kiteknolojia. Huo ni ukweli. Wengi tunaanza kutumia smartphone, computer tukiwa university. Umeshanielewa? Kwa kumbe serikali inaweza kutumia TCRA kwanza kuwaonesha wanafunzi opportunities za kimtandao wakiwa chuo. Kwa bana siku hizi Facebook inalipa. Umeshanielewa? Wewe ni comedian, wewe ni nini?
tengeneza content zako, weka hivi. Alafu pia inatuwekea mazingira rahisi ya internet, kupata leseni za kutengeneza blogs na nini. Kwa unajikuta tuna options za maisha nyingi kabisa. Na mazingira ni wezeshi kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo serikali na wazazi wanatakiwa kufanya ili kutoka kwenye msongo wa mawazo. Lakini kubwa la mwisho ni kwamba vijana sasa hivi tusichague kazi. Mimi nafahamu kwamba ukisoma kuna kazi huwezi kufanya. Mimi wakati naingia udalali, rafiki zangu walikuwa wananiambia, "Mbona unafanya kazi ya kujitoa akili?" Of course nikoje dalali. Unajua ukiwa dalali ni kazi ya watu walioshindwa, maskini. Unaelewa, afu mtu anajua mimi ni mkoaga best student shuleni, huko shule nilikopita. Kwa hiyo ukikutana na kijana mwenzangu na ujiniazi wetu ni dalali. Unaelewa? Usipo timamu kweli imekwaje? Kwa hiyo sasa ni ngumu. Kwa hiyo ni shauri pia vijana wenzetu kwamba wabadilishe mtazamo. Dunia sasa hivi kuna vitu ambavyo vinaonekana vya kijinga lakini vinao pesa. Big time. Fanya. Kuna watu wanafanya udalali, wanafanya tu shughuli za udalali sokoni, ndizi na nini. Mimi na mshikaji wangu nitolee mfano. Watu wameshua furniture. Hajasomea chochote masuala ya furniture. Bro ananyoosha. Yaani asilimia kubwa ya maduka hapa town yanatengeneza yeye. Hajasomea wala nini. Noma. Ushanielewa? Au mdogo wangu simu kitaa. Sio fundi simu. Lakini hamna mtu apeleke simu fundi kwa simu kitaa. Ni fundi simu kwa hiyo. Yaani ananyosha zile amejisa zile vijana wanatengeneza. Yaani ni balaa. Kwa hiyo vijana wasione aibu kuingia kwenye biashara ambazo labda jamii inaziona sio biashara za hadhi. Sahihi. Ingie huko, tuondoke kwa sababu tukisema tuitegemee serikali peke yake, depression ndio hiyo inakuja kwa sababu unakuta unaibuka fote hapa mzee. Utaingia kwenye madawa kwa sababu ya stress. Unafanya nini sasa? Wenzako wampiga hatua, walikuwa bodaboda na nyumba na nini. Unaelewa? Wewe ulikuwa na shule na degree yako na diploma, alafu maisha yaendi. Kwa hiyo hayo nadhani ni muhimu sana. Noma sana. Zipi ni nguzo zako 5 za maisha ambazo zinatafsiri life yako au maisha kwa ujumla? Kwanza utu. Thamini binadamu wenzako. Mimi naamini sana kwenye humanity. Yaani huyu ni binadamu. Yaani mbali na yote huyu ni binadamu. Lakini la pili, uaminifu. Kwa sababu mimi nikijiangalia mafanikio kidogo niliyopata kwenye biashara zangu ni uaminifu mzee. Hamna kitu chochote. Yaani sijai kuwa na mtaji. Sababu mimi dai kwa mara yangu ya kwanza nilikuja chuo. Kwa hiyo nakuwa dalali mwaka wa kwanza na sifahamu can imagine. Lakini nimeweza kwenda kwa sababu ya trust. Namwambia mwanafunzi mwenzangu, hichi chumba usipange ni kibaya bwana. Hakina maji. Unaweza kumwambia mteja hivyo? Nilikuwa nawaambia. Kwa hiyo trust ni kitu muhimu mno. Lakini kitu cha pili siwezi kuacha ni kutokuacha kujifunza. Yaani kama binadamu tusiache kujifunza kila leo. Yaani unaweza kuwa na mavitu yako umelelewa nayo kwenye makuzi yako shule, inaweza kafikia muda ukatakiwa kuyatoa kabisa. Kwamba haya bana ni outdated bana, ondoa huo uchafu, weka vitu vingine. Umeshaelewa? Lakini la 4 ni kujaribu. Siache kujaribu. Take risk mzee. Yaani kwa mfano mimi kwenye ubunge mfano. Sasa hivi as we speak kila mtu anafurahia kwamba nimewafungua vijana wengi sana kabisa. Kwamba bro umethubutu. Kwanza nilivyoenda tu kwenye kugombea ubunge, zaidi ya vijana 15 walikuwa inspired kugombea udiwani kupitia mimi. Unaelewa? Yaani kwamba kumbe inawezekana. Kwa hiyo vijana mimi nawaambiaga usiogope take risk. Thubutu. Mimi naogopa kujutia kuliko kuthubutu. Yaani yale madhara nitakayopata nikisubutu baada ya kufeli huwa yaniumizi kama kutokuthubutu. Kwa usiogope kuthubutu. Alafu sali sana. Watu hawakupendi. Kama ukipita mtaani labda love ile nini unaona mzee nobody love you. Sali sana. Watu hawakupendi. Sali sana. God is everything mzee. Kwa sababu kuna vitu vinakuja wewe mwenyewe ule vimekujaje. Umeshanielewa? Kwa sababu kama ni juhudi wanafanya wengi. Kwa nini wewe Jackson? Sahihi. Kwa hiyo Mungu muhimu sana. Hivyo ni vitu vyangu mimi 5 kwenye maisha. Noma sana my brother. Tuzungumzie kampuni yetu sasa. Mipango yake ikoje so far? Inaitwaje na pengine unaweza kupata kazi nyingi tu hata hapa kupitia Ghetto. Bana kampuni yetu bana inaitwa Lapex Properties. Sisi bana tunadili na shughuli kuu 3 kubwa. Moja, tunatoa elimu na ushauri wa masuala ya ardhi. Bado sijaondoka, niliona mabwe pande ya watu wengi wanaoelewa masuala ya ardhi. Nimetembea nchi hii. Mimi wanapenda kwenda vijijini
kuona uhalisia wa Tanzania. Mimi hata vacation zangu mimi siwezi kwenda kwenye Simba, si kwenye nini, kwa sababu mimi nimezaliwa polini, nimezaliwa kijijini. Swala si wanapitaga, yani kwani kaone Simba. Kwa mambo yanakwenda kulisha pundamilia, sio vitu vyangu, yani sio mambo yangu, kwa sababu napendaga kujipa relief. Naweza nikasafiri hapa nikaenda Rufiji tu mimi, sio kwetu na nini, au nikaenda Mtwara, Kigoma, kwa ajili ya kwenda kuangalia maisha ya Watanzania wenzangu. Kwa hiyo ile kwangu waga inanipa relief kwamba nchi yetu bado sana. Kwa hiyo na nikienda kule napenda kuuliza nini vinawasumbua, lazima wataje ardhi, migogoro ya ardhi. Unaelewa? Kwa hiyo taski kubwa ya kwetu ni kutoa elimu na ushauri wa masuala ya ardhi. Kwa hiyo ndio maana tumejikuta sisi, na mimi binafsi ni mshauri binafsi wa watu, makampuni, taasisi juu ya masuala ya ardhi. Kuna watu hawezi kununua ardhi mpaka sisi tuseme yes nunua. Kuna watu hawezi kufanya maamuzi yote ya uwekezaji kwenye ardhi mpaka sisi tuseme nunua. Juzi nimepata Waturuki wanataka kuwekeza kati ya Zanzibar na Mafia. Kwa hiyo wamekuja ofisini wanasema tuwashauri wawekeze kwenye apartments au hotel. Kwa hiyo you can imagine kwamba trust yetu kwenye ardhi ni kubwa kiasi mpaka tunakuwa recommended na wawekezaji wa nje kwamba mkienda Tanzania wa check up exporters watawashauri best way ya kuweza kuwekeza na kupata return on investment nzuri. Kwa hiyo hiyo tu kufanya consultation ni msingi mkubwa. Lakini la pili ndio ile kuuza na kununua ardhi. Tunafanya brokerage pia, kwa maana kwamba you have your own property, unataka kuuza, unataka kununua, lete njoo ofisini kwa. Sisi tunao, na bahati nzuri tunafanya real estate activity based on our own properties. Kwa tuna miradi yetu tumenunua, tunakuwa tunauza, lakini pia tunafanya based on za watu wengine. Una kwako unataka kuuza nyumba, kiwanja, shamba, na unaleta ofisini, tunakufanyia hizo, tunanunua wenyewe au tunakufanyia, tunakutafutia mteja. Lakini la tatu ni tunafanya uwakala wa huduma za ardhi. We came to realize kwamba kuna watu hawana hati miliki. Sio kwamba hawataki, ni kwa sababu hawajui mchakato kabisa. Hawana elimu kabisa. Mtu amenunua hati na jina la mtu mwingine, hajui anatakiwa kufanya nini. Kwa sisi tukajipa shughuli ya kufanya zile shughuli ambazo zinatolewa na Wizara ya Ardhi, sisi tufanye kwa niaba ya watu. Kwa hiyo unataka hati miliki, unakuja ofisini, sisi tunaanza kufuatilizia hati miliki kwa niaba yako. Manispaa, kusainisha document, kila kitu. Kwa sababu kila kitu kiko ofisini, nyaraka zote za nchi nzima tunazo pale. Unataka kubadilisha title deed, lakini pia unataka kufanya uchunguzi, unataka kununua eneo, lakini hujui chochote kuhusu kununua. Sisi tunakwambia tuoneshe eneo, unatuonesha, then tunakufanyia due diligence. Unajua watu wengi wamekuwa wakiwategemea wanasheria, lakini wanasheria si wataalamu wa ardhi, ila wanajua sheria za ardhi. Kujua sheria za ardhi na kujua ardhi ni vitu tofauti. Wao wanajua kwa nadharia, kwa maana ya sheria zake na nini. Sisi tunajua uhalisia wa ardhi yenyewe. Sababu kama mimi ni mpimaji, unaniambia nini kwenye upimaji? Mimi ni afisa ardhi, unaniambia nini kwenye ardhi? Mimi ni dalali, unaniambia nini kwenye ardhi? Kwa hiyo unajikuta ardhi inaijua in out, tofauti na mtu kama mwanasheria. Kwa hiyo tumewaletea hii product ya hizo huduma za ardhi, lakini pia uchunguzi, lakini pia tuna subsidiary company yetu inao deal na masuala ya kuuza vifaa vya upimaji. Kwa sababu sisi tuko kwenye ardhi kwenye nyanja zote. Kwa hiyo tunauza vifaa vya upimaji. Tuna duka letu la vifaa vya upimaji. Tunauza GPS, RTK na vifaa vyote vinavyotumika kwenye ujenzi vya kiupimaji tunauza. Lakini la mwisho tumeingia kwenye development. Sasa hivi tunajenga units zetu maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza na kupangisha. So hiyo ndio activity yetu kwa. Na swali moja nataka nikuulize. Hivi uelewa wa umiliki wa ardhi na majengo kwa wasanii ukoje? Ukisema uelewa ni neno pana sana. Na kwa sababu nchi yetu kwa ujumla wananchi wetu wengi sana hawana uelewa wa masuala ya ardhi. Kwa sababu wasanii ni sehemu ya wananchi, uelewa ni mdogo sana. Mdogo sana. Yaani nchini kwetu wasanii hawana influence hata kwenye real estate. Yaani ukuti umeona wewe sasa hivi John Jackson nikikwambia PDD anakaa wapi? Nakwambia unataja kabisa anakaa Miami mtaa fulani. Kanye West anakaa wapi? 50 Cent ana nyumba wapi? Unafahamu. Lakini nchini kwetu wasanii hata hilo tu hawana. Wasanii wa zamani kidogo walijitahidi kupaisha zile neighborhood zao walizozaliwa au wanazoishi. Ukiangalia Kingzilla, Salasala, unaelewa? Chidi Benz itakuta Ilala, unaelewa? Alikiba, Kariakoo. Kwa walijitahidi by that moment, lakini wasanii wa miaka hii bado hawana influence kwenye real estate kiasi kwamba huwezi kuwashawishika eti nimenunua ardhi au msanii fulani ndo amefanya ununue ardhi. Lakini one person tried his level best and he did it.
Diamond Platnumz. Okay. Sisi wenyewe ofisini tuliuza viwanja vingi Madale kwa sababu ya Diamond. Kwa sababu moja, kwanza alikuwa yuko proud kwamba Madale. Yaani hata akiweka party anakuambia kabisa party itafanyika Madale. Unaelewa? Kwa hiyo jamani, karibuni leo tutakuwa kuna issue Madale. Kwa kila kitu ilikuwa ni Madale. Kwa hiyo ikafanya watu wengi sana washawishike kununua Madale. Leo ukizungumza watu walioifanya Madale ijengwe, tutakwambia ni Diamond Platnumz. Kuna kipindi hadi kana uhusishwa kwamba Diamond anataka kujenga barabara ya lami ya Wazohili ili ya kwenda Madale. Diamond huyo akamwambia asubiri si nini, kwa sababu ya story nyingi ambazo zilikuwa zimehusishwa Diamond na Madale. Wasanii wetu sasa hivi hawana. Yaani sasa hivi hata nikikwambia Nandy amejenga wapi? Mimi naye tujui. Sahihi. Wopa amejenga wapi? Masababu wao mposti nyumba zao, sio? Amejenga wapi? Wewe hujui. Harmonize anajenga wapi? Wewe hujui. Ushanielewa? Ni kweli. Yaani hatufahamu. Aristotle ana nyumba yake ile, watu wananiuliza, Aristotle amejenga wapi? Nikikuuliza wewe hujui. Ushanielewa? Ni kweli. Bado wasanii hawajachukulia umiliki wa ardhi na uwekezaji kwenye majengo kama kitu cha prestige. Tofauti na wasanii kama Nigeria na Marekani na maeneo mengine. Wao kumiliki ardhi. Umeona juzi ni Kiss Daniel amenunua nyumba Zanzibar. Umeelewa? Yaani kitu ni lazima tangaze, ni kitu. Sisi kwetu bado wasanii wetu wako chini sana kwenye hilo. Kwa ushawishi wao kwenye masuala ya ardhi na umiliki wa majengo ukichini kiasi kwamba haushawishi watu kwenda kwenye hiyo sekta. Na ni kwa sababu ya bado wana mtazamo wa kimatumizi kuliko uwekezaji. Yaani wasanii wetu ukipata hela bado wanawaza kwenye muonekano, starehe na vitu vya luxury kwa ajili ya maintain ile status kwamba msanii ana hela. Ushanielewa? Sio ya kuwekezaji kabisa. Lakini jambo jingine linalofanya hata washindwe nao kimbilia ni kwamba ndio hilo uelewa wao uko chini kabisa. Unakuta msanii ana timu ya wataalamu wa muziki, mambo mengine, lakini kuwa na expert wa kumuonesha fursa za kwenye ardhi hana. Niko nasoma documentary ya 50 Cent. Achana na hii ambayo juzi documentary yake ni maisha yake ya uwekezaji. Anaeleza kabisa kwamba ana mtu wake wa property advisor. Yaani hiyo kazi yake ni kumpa fursa. Yaani kama sasa hivi mtu anakuambia boss, nunua Kimbiji. Nunua Tundu Songani. Nunua Masonga kwa sababu kule kuna viwanda sasa hivi vinakuwa. Kwa ule mji unatanuka, utakuwa na uhitaji wa makazi. Kwa hiyo ni vyema tukainvest kule. Ushanielewa? Ni kweli. Wasanii wetu hawana hicho kitu. Anakuwa na managers wote ni wa mambo ya kiusanii. Tafuta shows na deals. Ushanielewa? Lakini sio mtu wa kumpa fursa za kwenye ardhi au fursa za uwekezaji. Utakuta mtu anategemea tu mwanasheria wake. Haiwezekani, mwanasheria sikuwa bingwa kwenye masuala ya uwekezaji. Kwa lazima uwe na timu ya watu ambao wataalamu, hata kama sio kuajiri, lakini unajuana nao ambao mnapata time ya kupiga story. Kwa nini sasa hivi ununue Bagamoyo? Sasa hivi bandari inajengwa Bagamoyo. Juzi walikuwa na saini mkataba. Serikali inaanza kujenga Bagamoyo. Ulipaswa kuwa na eneo Bagamoyo kama msanii. Unaweka zako 100, 20, 10. Kwa unajikuta wasanii wetu hawana watu wa kuwashauri. Lakini pia makampuni yetu mengi hayafanyi kazi na wasanii. Hasa real estate. Nadhani we are the only company ambayo ina influencers wengi wa wasanii. Yaani sisi tuna maambassador wengi wasanii kuliko kampuni yoyote, kwa sababu tumeona hilo. Yote ni kuboost uelewa masuala ya ardhi kwa wasanii. Kwa sababu nimeona tuliofanya nao kazi, sitaweza kuwataja. Lakini unaona kabisa anakuambia, yani tangu nimepata kiwanja kile kwenu, sasa nikiona mradi wenu nataka kununua. Ushanaelewa? Kwa kiwanja cha kwanza mlifanya kama ubarozi. Lakini baadaye alivyoona ni kama amepata awareness kwamba ardhi ni muhimu bana. Kwa anataka kununua. Ushanaelewa? Hilo ni kitu ambacho kimewafanya wasanii wao nyuma, kwa sababu kampuni nyingi hazifanyi kazi na wao. Nyingi ni kampuni za fashion. Mambo hayo ya kisanii ya kawaida. Kwa hiyo imewafanya washindwe. Kwa hiyo labda toe rai kwa wasanii kwamba iangalie sekta ya ardhi ni muhimu sana. Kwa sababu wanasema kuna msemo mmoja kwenye ardhi unasema benki salama kuliko benki zote duniani ni ardhi. Hizo zingine zita collapse na ardhi zitakuwepo. Kwa hiyo kwa ujumla ni hivyo. Wasanii wetu bado hawana ushawishi kwenye sekta ya ardhi kwa sababu wao wenyewe wanaficha. Ni kama anaona nikisema ni itakuwaje, utanionaje? Kukaribisha maneno ya watu michuo. Kwa hiyo unajikuta msanii ana gari ya milioni 20 analipa ada kodi labda ya nyumba milioni 5, 10, lakini ana kiwanja cha milioni 3 Kimbiji. Ni kitu cha kawaida nchini kwetu. Kweli? Kweli kabisa. Maeneo gani ambayo potential zaidi kwenye ardhi sasa hivi Tanzania? Bahati nzuri nchi yetu sasa hivi, hasa kwa Dar es Salaam, maeneo mengi ni potential. Kwa sababu ya shughuli zinazofanywa kwenye ukanda huo. Mfano Kigamboni. Sasa hivi Kigamboni ni kama kitovu cha shughuli za uchumi wa Dar es Salaam. Kigamboni ndio ina viwanda vingi sasa hivi
Dar es Salaam. Okay. Hasa maeneo ya Mwasonga, Tundu Songani pale, Kimbiji, ushanielewa? Kwa hiyo huko bado viwanja ni potential na ni bei ndogo. Sasa hivi utakuta viwanja milioni 5, 3 ambavyo unaweza kukuta Lapex Properties pale wanaviuza kwa installment. Lakini ukija ukanda huu bado tunazungumzia Mabwe Pande. Nazungumzia vile sehemu ambazo bado ni cheap. Lakini kuhusu maeneo potential yako mengi, Magoba, Mbweni, Salasala hizo, Madale kule. Lakini yale ambayo bado ni bei ndogo ndo kama hayo Mpiji kule. Hapo sasa bado nchi yetu tunaka utamaduni kabaya sana kwamba watu wanaoishi nje ya mji ni maskini. Kitu ambacho sio kweli. Umeshanielewa? Kweli. Hizo ni tabia za kitajiri. Watu wanataka kupumua. Watu wanakaa nje kabisa, anakuwa na eka 2 zake 3. Huku bado watu hawajivunii kumiliki ardhi. Lakini matajiri, brother, matajiri wa nchi hii, sijui kama mnatembea, ukienda matajiri wa nchi hii na wanasiasa wa nchi hii wanamiliki ardhi sana mno. Yani ukienda sehemu hapa mfanya biashara fulani, hapa huyu ni mzee, anawezaje kuja kumiliki huko alafu wewe jioni au miliki huko sehemu ambayo ni mbali. Mtu ambaye tunasema huyu yuko prone hata kufa kwa sababu ni mzee. Lakini ana eneo Tundu Songani huko, Buyuni, Pemba Mnazi. Ana kiwanja Fukayosi ndani huko. Kiwangwa ndani huko. Lakini wewe unasema huko mbali bana. Wewe ambaye tunadhani ni kijana, una umri mrefu wa kuishi, unapoona mbali. Mtu ambaye ni mzee yeye anako. Hii ni changamoto kubwa sana hii lakini. Challenge. Tom, nashukuru sana kwa time yako. Thank you so much, brother. Na imekuwa wakati mzuri sana kukaa na wewe leo kujifunza mambo mbalimbali kama hivyo kwenye siasa, biashara na mambo mengine kama hayo. So I hope hata wewe mwenyewe ambao ulikuwa unatazama Ghetto leo utakuwa umejifunza kitu, au sio? Mimi ni John Jackson. Shout out to my crew. Ilikuwa ni Ghetto Podcast. Cheers.